Sisi tulikuwa tunajua tu we want to create more awareness, we want to bring more women in tech kwa sababu the gap is there, tunaona tuko university ya. Yeah. So that's how like the idea ya Pwani Techno Girls ilianza. Na mkafocus na mtoto wa kike. Kabisa. Na mtaki mtoto wa kiume kabisa? Tungeweza lakini sasa kupitia zile challenges zenye microfounders hata yenye nilikuwa in the company tukaona tu kama sisi like wanawake wasichana tutengeneze yetu pekee yetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu tech unapata it's already dominated. Hauchi bwana wewe wanasema kumekucha na kucha zake, japo si asubuhi mbichi jua tayari umekwenda zake. Sasa karibu tena hapa kwa Barisa 101. Tunazungumzia mengi tu hapa kwamba anakujenga wewe kiimani, anakujenga wewe kiafya, anakujenga wewe kimwili, anakujenga wewe kihisia, lakini anakujenga wewe kimaendeleo. Na ndio maana tunakwambia siku zote Barisa 101 ni hadubini ya fursa, elimu na burudani. So leo unakwenda kupata burudani la masuala ya teknolojia. Mambo haya yanakwendaje? Sijui AI, sijui machine learning, sijui robot, sijui coding. Vitu vyote hivyo utapata kuvijua, lakini kikubwa uweze kusafiri nasi hapa kwa kusubscribe. Mimi ni Barisa. Mimi kama kawaida ananiita Meza, and leo tuko naye hapa mtoto mzuri. Amekaa upande wangu. Huu ni mkono, unajua we have a problem ladies, watu tuko na shida na nini? Ujinga wa mkono wa kuume. Mkono wa kuume. Huo mpaka ufikirie. Unafikiria nini na huko tayari ni kuume? Ngoja tutamuuliza mgeni wetu. Atakwambia. Unaona hata kama uko kwenye gari, alafu unataka kupeana direction, unamwambia go left go right. Sasa hivi unalikosa hapa. Badala kumwambia left unamwambia nenda right. We have a problem. Tuko poa. So karibu tena mtazamaji ndani ya Barisa 101, and tuko naye hapa dada yetu, nimpatie fursa ya kujitambulisha alafu tuendelee. Karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Ruth Kaveke. Mimi ni website developer na mimi ni director Pwani Techno Girls. Okay. Director, Madam Director. Karibu sana ndani ya Barisa 101. Asante. Labda moja kwa moja mtu aweze kukutambua sasa kwa undani kidogo. Ruth haswa ni nani, mbali na kwamba wewe ni director for now? Naweza sema ndio ni swali sijalifikiria. Naweza sema mimi kitu cha kwanza ni binadamu. Alafu kitu cha pili, mimi napenda sana kufanya miradi ambayo inasaidia sana wanawake. Okay. Sana katika upande wa teknolojia, kwa sababu pia mimi nimepitia. Ni wakati wa kukua nilikuwa sana, mimi sikuzaliwa ama kulelewa huko Mombasa. Nililelewa katika mpaka wa Kenya na Tanzania, kijiji kidogo kinaitwa Sirari Border. Sijui kama mshapasikia. Sirari karibu na Migori. Iko Migori County. Alright. Sasa hapo wakati nilikuwa nikiwa mdogo hatukuwa na opportunities za computers ama nini. Lakini sasa unapata mamangu alikuwa kwa hizi vikundi, anaenda wanapewa loan, wanafanya hizi vitu. Sasa kama chairperson walikuwa kitambo wapatiwe loan na kama bank wanaambiwa muende mtapishe minutes mtuletee. Sasa unapata katika hiyo harakati mamangu alikuwa ananituma na niambia enda cyber. Sasa nikienda cyber naona mtu yabonyeza, naona vitu zinatokezea. Sasa hapo ndio nikaanza get curious, get interested. Wakati mwingine pia naenda namuuliza kama anaweza msaidia, anaweza nifundisha. Sasa hapo ndio ukapata nikadevelop hiyo interest. Sasa nikamaliza primary nikaitwa Asumbi Girls High School iko Nyanza. Hapo ndio nilisomea. Sasa vile nilienda hiyo siku yenye watu wanafungua orientation, tukaambiwa kuna computer studies. Me I was so excited. Nikasema tu hii lazima nichukue. Sasa hapo ndio ika solidify my passion for tech.
nikachukuliwa because computers zilikuwa chache na watu wengi walikuwa wanataka kufanya computer, so walikuwa wanapatia tu just normal, I think it's general test, watu wanafanya hapo wanachukua 40. So I was lucky nikachukuliwa minus the 40, afu computer ikakuwa very close subject to me. Nilikuwa napenda, most of my time nilikuwa nasoma computers. I was always the best student in computer kuanzia form 1 mpaka form 4. Wow. So it was something that rahisi, hata wazazi wangu walikuwa wanajua, marafiki zangu walikuwa wanajua huyu hata akienda university aenda kufanya teknolojia. Hata wakati tulikuwa tunachagua uni, nilikuwa natafuta tu vitu zenye zimeandikwa IT, technology, computer. Yes, kuna IT, computer, kuna computer, yeah. You are in. Yes. Okay. Inalingana na umri wa uzee unaanzia wapi. Mimi nasema kwa context ya kutaka kujua IT, computer, kuangalia bado. Yani ana feel like unafanya mambo mengi. Okay. From a tender age huko unatuma cyber, unaenda umefika high school, wewe ndio huyo tena na makompyuta haya, umechaguliwa among the 40 huyo. Wewe na computer from tender age. Wewe computer tulikuja kuungana nazo kwa miaka 20 na sana kuangalia. Hata kama umesema wewe unapenda sana watoto wa kike na watoto wa kiume kwa hapa, binadamu wewe. Kama yeye ni binadamu. Umenipata hapo. Yeah, anyway. So mtu anatizama pale atajiuliza, now umeshasomea, kwa nini ukaamua kuchukua the same line kwenye maisha yako, kama maisha yako yote umeamua ni computer tu? You're living your dream. Ama binadamu computer. Yes. Hilo ni swali nzuri. Yes. But nikiangalia pia vile nilikuja university, nilikuja hapa Technical University of Mombasa. Yeah, comrade. Yes, comrades power. Sababu nilikuja, I think pia university ili enhance my mind. Nikaanza kuangalia, nikaanza kusoma, nika understand how kila kitu iko integrated na tech. Ikuwe ni hospitali, ikuwe ni agriculture, yani kila kitu kilikuwa kinakuwa integrated na tech. Alafu kwa sababu technology iko so wide, nilijaribu vitu vingi. Kuna sijui networking, kuna cyber security, kuna hardware, hizo vitu zote nilikuwa najaribu, but kuna tu one part career yenye I found it very interesting wakati nilikuwa nafanya ni web exploring vitu kama vinye web zinafanya, web technologies, solutions. Sasa ndio nikaamua this is an area naona nimependa, nikaamua to focus on that, web development, web applications. Alafu nikaspend a lot of my time learning, teaching myself, kwa sababu pia mambo ya teknolojia pia nataka ukuwe na ile interest. Interest tu ndio ukiwa nayo inakuwa rahisi kusoma. Hata kama wakati mwingine unaweza kuwa like unajaribu unaona auelewi vizuri, but because of interest utaendelea kuexplore, uangalie different ways unaweza jaribu kuelewa. Yeah. Okay. Before binadamu mwenza kuna swali hapo kumsema sirale asuli halafu tu Technical University of Mombasa. Unajua asuli huko ni Nyanza, halafu Technical University of Mombasa. Ni Mombasa. How did you find yourself all the way from Nyanza, from water board to another water board? Okay, that's a good question. Yani mimi nasema it was very interesting. Kuna hii advert nilikuwa napenda kuona ni ya Pwani Oil. Walikuwa Pwani Oil kwa advert ya TV, unavile mtu anafry chapati ama ni mahamri, alafu iko maybe iko baharini watu wanakimbia. Alafu tena mimi nilikuwa sasa unajua maisha yangu yote nimekaa bara. Sasa najua kunaitwa bara, like sasa nataka nitoke, like ni wapi kunaweza kuwa interesting. Mombasa. Sasa wakati pia nilikuwa naangalia universities, nilikuwa naangalia tu university niko Mombasa. Sasa vile nikuja nikapata, by that time ilikuwa inaitwa Mombasa Poly.
Nikasema iko Mombasa, lakini wewe tulia. Lakini si Mombasa Poly. Yeah, lakini walikuja tu waka-upgrade ikaitwa Technical University of Mombasa. Sasa nikakuja tu nikaangalia, kulikuwa na some like University of Nairobi, kulikuwa na zingine nilikuwa nimechagua, but mimi nilikuwa naomba tu Mungu, mimi nataka tu niende Mombasa. I want to go and study, but pia nataka ni explore, nitoke. Ndio sijaitoka, labda nikitoka ni Nairobi, kutoka Nairobi nienda kijijini, hivyo. Ndio ukafika Mombasa. Nikakuja sasa Mombasa kusoma. Alafu pia after kumaliza, hata before nimalize, nilipenda the culture. Nikapenda pia with the work yenye nilikuwa nafanya na Pwani Techno Girls. Sasa ndio ilinipatia more reasons kubaki Mombasa. Hujapenda hata binadamu wa kiume wa Mombasa? Umependa kila kitu cha Mombasa, mandhari, culture, na binadamu wa kiume wa Mombasa pia. Wow. Nimewatetea by the way. Voice wa Coast nimewatetea. After hapa mnunue nini? Niweka kitu ni furahi. Okay, so ndo ukajipata Mombasa sasa. Ulishaambiwa kwamba Mombasa kuingia ni raha, kutoka ni karaha? Yaani kutoka ni matatizo. Wezi, yani ukifika hapo umefika. Ulishakusikia msemo? Nishasikia. Okay. Na umempata. Alafu tena I think pia mimi juu pia kuna time nilikuwa napata opportunities, naenda Nairobi, maybe kusalimia my relatives, my friends, wengine walikuwa University of Nairobi, wengine walikuwa KU, but pia nikapenda culture sana ya Mombasa. Wow, watu wapole, people are kind. That's something unique. So for me Kenya nilipenda sana is the kind culture of people in Mombasa. Watu ni wa kind, watu ni wapole. Alafu pia also like the weather, the environment. Pia nilipenda, sikupenda baridi sana. Thank you. Unaona mpaka hata Kiswahili yake huyu mtoto wa Mombasa. Kule amezaliwa tu, lakini kwa Mombasa. Comrade. So like nataka tumalize kuhusu yeye. Alafu sasa tuongee kuhusiana na, maana naona juu yangu hapa nyuma yake kuna kitu kimeandikwa Pwani Techno Girls. Pwani Techno Girls. Pwani aliyokuwa akiona matangazo. Mpaka akaona afadhali basi mimi nije na kitu ambacho kwamba kina pwani. Akaja na kitu ambacho kwamba kinaitwa Pwani Techno Girls. Labda tuanzie hapo. Why Pwani Techno Girls? And like ni nini hasa? Alafu okay. Sawa. So Pwani Techno Girls ni shirika ambalo linafundisha wanawake katika teknolojia. Na ili shirika tulianzisha mimi pamoja na wenzangu. Alafu pia ilikuwa ina solidify a lot my background mimi kama Ruth. Kwa sababu wakati nilikuwa primary nikaenda Asumbi Girls. Asumbi Girls ni shule ya wasichana. Okay. It was full girls high school. And hiyo shule pia kulikuwa na lot of competition. Naona hata kuingia computer, like kulikuwa na I think more than 100 people wali apply na walikuwa wanataka 40. Sasa vile mimi nilikuwa nasoma huko, alafu pia kitambo ufanye computer you have to do physics. So physics was also compulsory. Alafu so vile nilikuja Mombasa, nikaanza classes siku tu ya kwanza. Mimi nilikuwa najua tu juu sijaisoma boys school yenye ama mixed school yenye kuna boys. Nilijua tu the number itakuwa equal. Lakini nilishangaa. Wakati tulikuwa tunaanza ile like orientation before kila mtu wa change, tulikuwa like around I think around 60 hivi. Lakini kwa wasichana tulikuwa around 6 ama 7. Hapo ndio yani tu it just hit on me like I can see diversity hapa. Hakuna watu wanafanya tech. Mimi mwenyewe nishatoka bara, niko excited. Mimi nataka kuwa programmer, nataka nitengeneze vitu za tech. But sasa when ilifika hivyo nikaanza pia kujiuliza maswali like what's really happening? But pia tukiendelea pia wasichana walikuwa na drop. Walikuwa na drop hii subject because si hata ngumu, but mimi nilikuwa naona ni ile tu exposure. Ndio mimi kama
sikupata that a lot of exposure, but ile exposure nilipata I think ili fuel my passion. But sasa wengi unapata walikuwa na drop by the time hata tunamaliza sasa tunaenda kwa software, ukapata labda ni 2 3 wanaenda software. Wow. Out of the 6, alafu wengine tu akaamua kuspecialize on the other areas. But wakati pia tulikuwa hapo second year, I just felt like I really need to do something. Kwa sababu gani? Mimi nilienda internship. Nilienda internship tu hapa Mombasa, it's a company tu wanadeal na mambo ya web. Kwa sababu I was nilikuwa tu najua kenye nataka kufanya kampuni na tech, so that specifically yenye anafanya web ndio nielewe vizuri what's happening in the industry. So nika apply internship, wakanichukua. But sasa kenye lininishangaza, juu nilikuwa najua mtu kama mimi napenda kuangalia sana, kufuatilia kenye kama kuna kampuni nataka kufanya nao kazi, naangalia, najua kila kitu yenye wanatumia. Kama ni teknolojia, najua ni teknoloji gani wanatumia. Nikaangalia, alafu mimi ni ule mtu nilikuwa napenda kubuild solutions. Sasa nikaona wanatumia hii technology, wanatumia hii, nika build solutions. Solutions kama 3 hivi based on different solutions zenye wako nazo. Sasa hiyo siku ya kwanza nimeenda, akaniambia wewe nionyeshe project zenye umefanya, nikamuonyesha. Alikuwa anakaa surprise. Akaambia kwani wasichana pia wanaweza tengeneza vitu kama hizi? Tena Kenya ni surprise, akaniuliza ama ulifanywa na marafiki zako? Juu yeye alikuwa anajua tu wanaume ndio wanaweza fanya juu marafiki zangu wengi walikuwa ni wa kiume. Sasa wao walikuwa shakuja internship before me. Sasa labda akadhani kama hivi tumezaliwa baba mmoja hivi akadhani labda marafiki zangu walijua kenye kiko hapo ndio wakanifanyia mimi. Mimi nikamwambia hapana, nimefanya peke yangu, na since tutakuwa tuko na wewe hapa utaangalia mwenyewe kazi. Sasa mimi I was stressed. Kwa sababu gani? Mimi nimejituma, I do a lot of things by myself, na build vitu peke yangu. What if na wale wasichana wengine ni wako shule, hawa like yes wako shule, hawako interested sana. Sasa mimi nikasema huku nje ndio kuko hivi, na shule pia lazima ujipush. Nikakuja nikawaambia tu experience yenye nilipitia, but unapata I had to struggle kujiprove, like yani unapata I can do it, alafu nikipatiwa task nafanya perfectly. Hata kuna wakati sasa huyo mwenye alikuwa ananisimamia, kulikuwa na kitu alikuwa anataka kufanya lakini ilikuwa inampatia shida. Sasa vile nilifanya, I think kwanza usiku akaanza kunitrust, alafu pia hata akaanza kunipatia opportunity ni mentor au wengine. But mimi nilikuwa confident na my skills. Juu technology ni about confidence with your skills. Sasa mimi nikasema kama mimi naweza record, naweza I think that's my phone. But it's okay, yeah. Nikasema sasa kama mimi naweza fanya hizi vitu na wenzangu wenye wako shule na wajui hizi vitu, let me just start something. Nikaenda nikawaambia, that was the first step. Nikawaambia I'm even open, nataka niwafunze, yani tu ile tu kusaidiana. Alafu pia nikakuja nikaelezea my co-founders Aisha na Joan, nikawaambia pia the same experience. Nikawaambia let's do something. Sasa tukasema tukaanza tu small tu. Tukasema hata tuende kwa high school. Kuna program inaitwa Technovation. Acha tuende tuwafundishe, tuonyeshe kwanza, apart from kuwafundisha, acha tuanze kuonyesha that wanawake ama women wanaweza kuwa tech. Sisi ndio tuko hapa, tuko university, tunafanya tech, tunawafundisha kutengeneza mobile applications, wanaweka kwa simu zao, wakiona wanafurahi. Sasa tukaona hapo at least it's something tunaweza fanya with the position tulikuwa nayo. So that's how tukaanza kwa ni Techno Girls. Alafu pia we got support. Tunajua bado tuko university tunasoma. Hatukuwa tunajua vitu mingi za organization. Sisi tulikuwa tunajua tu we want to create more awareness. We want to bring more women in tech, kwa sababu the gap is there, tunaona tuko university so that's how like the idea ya Pwani Techno Girls ilianza. Na mkafocus na mtoto wa kike. Kabisa. Na mtaki mtoto wa kiume kabisa? Tungeweza, lakini sasa kupitia zile challenges zenye my co-founders, hata yenye nilikuwa in the company,
tukaona tu kama sisi like wanawake wasichana tutengeneze yetu peke yetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu tech unapata it's already dominated, watoto wa kiume wako wengi, alafu pia unajua vile culture vile pia sisi like watoto wa Kiafrika especially wasichana tumelelewa unafaa kuwe mpole, haufai kuwa outspoken, kuna vitu vingine haufai kufanya, hivi ni vigumu vya mtoto wa kiume kabisa. Hata hiyo tu like unafaa kuwa mpole, haufai kujiexpress. Hiyo pia nimeona pia ina play a great role sana katika tech. Juu like sasa hata kuna vitu vingine unaweza kuwa unajua lakini sasa nila uwezo ukaongea ama uwezo ukajiexpress, alafu pia inakupatia hiyo uoga. Sasa ndio tukasema okay, let's do something based on that. Yeah, but hiyo yenyewe pia ina really play a great role. Okay. So like kuna ule mtazamaji anauliza pale, anajiuliza like how do you do it na hao wasichana hapa? Okay, that's really a good question. So kenye tunafanya hapa tuko na space where the girls wanakuja, tunawatrain, afu program zetu ni free. Okay. Ni free but pia ziko very competitive. Kwa sababu gani? Sisi tunajaribu kutafuta wasichana wenye katika familia ambazo hawajiwezi. And hii ina go back to the story yenye nilikuwa nikieleza about kwa tukienda high school. Sasa tukienda high school kuna wasichana unapata walikuwa interested na tech, lakini sasa unajua ile wakati ushamaliza high school uko interested unataka kwenda university ufanye tech, lakini wazazi wako hawana pesa. Alafu pia unaona wenzako wanaenda wanasoma, wana post wako university wanafanya tech ama wanafanya anything related to tech. So unapata mtu hata ile confidence yake inashuka. Yeah, sasa unapata wasichana walikuwa wanarudi back. Wanakuja wanatutafuta, especially kuna kwanza hata msichana mmoja yeye ndiye hata alituinspire sana, anaitwa Latifa. Akakuja akasema mimi nataka kuendelea lakini siwezi, mimi mnifunze. Sasa tukaanza kumfundisha yeye peke yake. But tuka realize it's a need, kwa sababu pia wengine walikuwa wanakuja wanasema mtufundishe. Tukasema basi we really need to create a tailored program kwa wasichana wamemaliza shule, wako na interest ya tech, wa katika familia ambayo hawajiwezi. Juu mimi na wenzangu tuko na tech skills, tuna consult. Tukaanza kutengeneza curriculum. Tukatengeneza curriculum tukijua hivi ndio tunatengenezea clients website applications, hivi ndio tunafunza wasichana, kwa sababu tunataka wakishajua hizi skills waweze kupata pia pesa, si kwa sababu tu skills. Na kwa sababu tuko na the experience ni rahisi, tunawafundisha kenye watafanya. Sasa hivyo ndio tukaanza kufanya hizo programs. Alafu with time pia tukaanza kupata really large number of applications. Alafu pia lazima tufanye interview. Si kila mtu anakuja tunampatia the opportunity. Lazima tuangalie unatoka wapi. Kuna maswali mengine magumu hatuwezi tukaanza kukuuliza kuhusu sijui familia yako, wazazi wako wanapata pesa ngapi. But kuna vitu tunaangalia kama unatoka wapi. Maybe sana areas zenye tuna focus ni Likoni, Kisauni, Changamwe, Mikindani, Kongowea. Sasa tu hizo tu like specific areas. Wasana akikwambia hivyo, afi unaangalia mtu alimaliza shule, amekaa nyumbani miaka miwili, miaka mitatu hafanyi chochote kwa sababu wazazi wake hawajiwezi. Sasa hizo ndio, alafu tunaangalia pia na interest. Angalia lazima sije kama ni mtu tu anakuja like anataka tu push time but hakuna hiyo interest pia. Sasa pia hizo tunafanya through watu wana apply online. Unatuambia mbona unataka kutupata Pwani Technogirls, tunawaita, tunakuongelesha, tuna understand tu, ni rahisi tu kujua kama mtu yuko interest na tech. Alafu tunamchukua tunamfunza for free. Wow, for free? Yes, for free. For free. Yeah. Yani ni bure. Ulipi chochote. Na wewe mtoto wa kike hapo nyumbani umekaa hapo umetulia na ulimwengu huko ndiko ambako unakwenda. Ruth, sasa naomba tuzungumzie swala la ni vipi tuta bridge this gap yenye iko apart from what ambao kwamba mnafanya ya kuhakikisha kwamba watoto ambao wanatoka huko mashinani kabisa, because umetaja Kisauni, Kongowea, maybe Jongo huko mashinani. Na in the world of tech ni kwamba gap between mtoto wa kiume na wa kike iko too wide, very wide. That's true. What should be done
bridge that gap? Hiyo ni swali nzuri sana. But pia mimi nimekuwa nikiona kama wazazi kuna vitu vidogo tu tunafanya zina contribute hata mtoto akiwa mdogo. Kama unaweza kuwa na mtoto maybe miaka 2 wa kike na maybe moja wa kiume na miaka 3 ama miaka 4, lakini huyu wa kike unamnunulia tu doli. Si ndio? Unamnunulia doli. Si eti doli ni mbaya ama ni nini, lakini huyu wa kiume unamnunulia gari, unambaia ampi, unamnunulia simu hivi ama vitablet, kapiano yenye anaweza toa. So unapata hizi vitu in one way or the other zina contribute. Na pia ukiangalia pia hata research imefanywa, kuna wale wazazi wenye maybe unaweza pata mimi ni engineer, maybe babake mtoto ni mtu wa tech. So unapata labda alikuwa akienda kazini anaenda na yeye, akinunua vitu anamnunulia. So inaanza mtu akiwa tu umri mdogo. So unapata toys kama hizo zenye tunawanunulia wanaweza toanisha, wakatengeneza, wakaharibu, pia ina contribute. So mimi naweza sema pia hiyo early exposure hata mtoto akiwa mdogo. Unaweza expose kwa kila kitu, but pia at least jaribu kumexpose kwa wide. Yes, anaweza kuwa anapenda mambo ya doli, anapenda hizo vitu zingine, but pia jaribu kumexpose hata magari. Mnunulie hizi simu afungue. Seti akienda kufungua anataka kutengeneza, wewe msichana wa kike sijui hizo kufanya hivi, but mtoto wa kiume hata kwanza tu namnunulia hizo vitu, unaweza mwambia afungue, unamwambia tengeneza. So vitu kama hizo mimi naona ina play a great role mtoto akiwa mdogo. Alafu tena pia kuna tu pia mtu akiwa mkubwa anasema hizo vitu za hizo vitu za vijana, hizo vitu ni ngumu, hizo ni za wanaume peke yao ndio wanafanya. Unajua pia kama mzazi, ama anaweza kuwa hata si mzazi, ndugu yake, shangazi yake, ama tu mtu yote mkubwa, hizo message zenye unapatia mtu unapata anakaa nazo kichwani. Basi kama hata ndugu yangu mwenyewe aseme hizo vitu ni ngumu, mbona, why should I give it a try? So unapata pia society na contribute. Inaanza sana kitu kama maths. Yani hata ukiwa nyumbani, hata kama uko na mtoto wa kike anafanya vizuri kuliko mtoto wa kiume, unamuencourage, unajua hizo vitu ni vitu za watoto wa kiume, wewe mtoto wa kiume mbona ufanye vizuri na hizo vitu za watoto wa kike. Juu kitu kama maths is very key, mambo ya maths. Yes, it's hisabati lazima hawezi ukafanya tech kama ujui vitu za hisabati. So unapata vitu kama hizo ukianza kuambia watoto wa kiume, watoto wa kike, unajaribu kuonyesha that tu kama wewe ni mtoto wa kiume ndio unaweza. Unapata hata akienda high school, akienda university, kwa sababu hajapenda hesabu haiwezi akafanya tech. Tatizo ni kwa hesabu. Hisabati. Mwalimu wa maths. I think mwalimu wa maths sasa tuko wapi? Uko na mtu wa tech. Hapa ni wapi? Mwalimu wa maths atuambie. So I think hiyo encouragement ianzie huko nyumbani kabisa. Wazazi, si kwa mtoto wa kiume pekee yake, lakini hata wa kike. Siwaambie tu mtoto wa kike yeye tu ni wa kufanya Kiswahili ama languages. Hapana, mambo yalipitwa na wakati. Mambo yalipitwa na wakati. Zamani sana. Zamani sana. Na very soon, by the way, few years to come, we'll run this world. Congress power. Yes, Congress power. Okay, so nafikiri mimi nitarudi pale kwa kwamba umesema you run this thing, unasema for free. Like how do you manage? Na huu uchumi tunavyoona sasa hivi, mambo ni mengi. Like wasichana wangapi ambao mnachukua na mnawachukua like kwa muda upi, na mnawezaje kufanya kitu pasipo, mnasema it's a non-profit? It's a non-profit. Sasa vile tumekuwa tukioperate as Pwani Techno Girls, kwanza tumekuwa tukirely sana on our alumni number 1. Wakisha kuja kuwa trained, wako na hizi skills, they always come back, wanakuja kusaidia kufundisha, wanakuja kusaidia ku run the space. Alafu pia wa alumni pia unapata wana champion, how do I say, tuna fundraising, tunatumia mchanga. We ask our community wenye wanajua the mchanga,
mchanga yenye mchanga yenye maybe mtu akiwa mgonjwa. Yeah, so they've been using mchanga. Watu wanaweza donate through M-Pesa. Unapata labda mzazi mtoto wake alikuja akapata mafanikio, akapata pesa kidogo akatuma, hata kama ni 100, 500, 1000. So unapata we use that. Alafu pia tunafanya a lot of grant writing. Mimi na my team tunaandika grants, alafu hizo grants zikikuja tunatumia hiyo pesa kulipa space. Hii space yenye tuko tunalipa internet, tunalipa pia like office expenses. So unapata hiyo electricity. Hiyo inatusaidia pia ku enable the programs run. Alafu pia apart from just money, pia tunatafutaga watu wenye wako in the same tech area wenye wanapenda kusupport initiatives kama hizi zetu. Unapata kama Safaricom Foundation, na wakati walikuwa wamecall for application watu apply kwa projects zenye zina impact the community. Tuka-apply, wakatuletea 11 computers. Alafu pia unapata mashirika zingine kama Close the Gap wanafanya na story za computers, pia wanapenda kazi yenye tunafanya wakatupatia. Alafu tena mimi nasema kwa sababu tunaifanya out of passion, tunapenda kusaidia. Unapata kwa sababu tuna share online, apart from watu in Kenya, hata watu global wanaona. Unapata hata mashirika mengine hata kutoka US, watu wanasema wanataka kusupport, wanaturecommend, wanatutumia grants, wengine hata wanadonate their devices, wasichana wanatumia. Yes, alafu pia wanatuconnect with different opportunities zenye zinaweza saidia wasichana wenyewe. So like how many girls mnawachukua hata so for specific time we always take a minimum of 15 to 30 depending on the programs zenye tuko nazo, but maximum we always take 30 kwa sababu space yetu tunaweza accommodate 15 in one training room, nyingine 15 on the other training room. But pia wakati mwingine tunafanyaga projects zetu virtual. So for the virtual space tunaweza pata more, but sasa challenge inakuwaga na virtual. The target group yenye sisi Polytechnic tuna target ni wale wasichana ambao so unapata hata hana laptop, hana internet, kama smartphone internet pia. Yes, pia hata kama ni smartphone, most of the vitu zenye tunafundisha you have to have a laptop, it's easier. Kuna vitu unaweza install au install kwa simu. So unapata kuna wakati tunapata like funded projects, tunawatumia internet, alafu pia tunawa encourage maybe hata kama ni jirani yako. Wengine wako na hiyo bidii, anaenda naomba jirani anatumia laptop muda fulani, afa kishamaliza the following day anakuja kwa Polytechnic Girls, anakuja ofisini juu tuko na laptop, anakuja na practice. Inakuwa ni rahisi. So wanakuja hapa kwa muda gani? Wanakuja hapa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Yes. Like for how long? Most of the minimum number of time, the least time in one of our programs in a run in 1 month. But nyingi zina run between a period of 3 months. Yes, eti wiki moja utakuja tukufundisha ukwe. Sasa hiyo ya 1 month it's the minimum. Tunakufundisha basics, tuna make sure unajua everything about the computer, unajua about the internet, about collaborating online. Sasa tukishamaliza hapo sasa you join nyingine ya 3 months. Then una learn how to develop, to design. Wow. Kuna yule ambaye anasikiliza sasa hivi anataka a real time real life story ya mmoja. Kwanza, how many years have you been existing? We've been existing, I can say almost 10 years. Wow. But yes. So in November this year we'll be turning 10. Tuko excited. I think we'll do a celebration. Party. Sindio? We'll celebrate because we've really come along. Choma. Hata tukuwa tunataka to involve our alumni, tuwalete, because we believe they've also been part of this journey. Wakuje na ideas better way they want to celebrate. Now, congratulations in advance. Asante. For mwongo mmoja, that is 10 years. Now, unaona kuna zile story like mtu ameachieve, kuna kitu ameachieve. Kuna yoyote msichana ambaye amekuja hapa
tukikutoa wewe ni tech, wewe ni guru, wewe ni the guru. So pengine msichana kama Ameza hivi amekuja amekaa hapa na yeye ameacha kitu amekwenda kule saizi she's making money. Yani ile mafanikio ambayo amepata kutoka Pwani Techno Girls. Tuko na wasichana wengi actually wenye wamepata opportunities, wengine wamekuwa software developers, wengine wamekuwa freelancers, but naweza sema wengi unapata they go into freelancing. Na kama ni kutaja majina, yes, kuna huyo mwenye tulianza naye mmoja anaitwa Latifa, anaweza fanya a lot of digital marketing, anaweza fanya website development. Alafu pia tuko na, because our programs iko in different levels, alafu pia kuna wengine kama kuna mmoja anawaka as a junior software in a company in Nairobi inaitwa Gala. Yeah, so you find that our girls, they go into different areas, but mostly unapata wanaenda into freelance, wengine wanaemployiwa. Juzi hata kuna one of our girls alipata employment, alichukuliwa na company here in Mombasa inaitwa Baustaka because of her tech skills. Yeah. Okay. Sawa ba. So labda Ruth, ungekuwa haufanyi hiki kitu. Sasa hivi ungekuwa unafanya nini? Ungekuwa sema swala ningekuwa wakili. Why? Yeah, because like vile tulianza, I've always been passionate to help people. Alafu tena growing up from a very humble family, I saw how my parents struggled. Like hata mimi kwenda shule ilikuwa ngumu. Alafu nilikuwa courier. I think that is something yenye hata nikikaa nikireflect, I'm like in one way or the other I think it will contribute. Ndio nakumbuka hata mimi kwenda hata high school it was a challenge, kwenda hata uni it was hard. So napata hata my mama alikuwa anaenda kwa hizi ofisi za serikali akiwaambia tafadhali mpatie mtoto wangu hizi loan bursaries. Wanakataa, wanamwambia ukitaka bursary rudi Ukambani because my name has Kamba. Yes. Sasa despite all that nilikuwa naona the way alikuwa na struggle, I'm like maybe if I'm a lawyer I can really help our say wenye maybe unapata wako na mashida, they can't afford a lawyer. Actually hata nilikuwa nenda law club, but I think pia hapo nikiwa high school, my computer teacher, I think she saw great potential in me, akaniambia it's with you because nilikuwa na pia hata history nilikuwa nenda law club, nilikuwa nafanya tech, but I felt like nikiwa lawyer I'll be in a position to help more. But sasa I had to decide. If I do history, I can't do computer. Mama yetu I know. True. Go back. Yes. Mwache msituletee hapa nini kielele yenu ya Kenya. We can deal with our issues. Anyway, hiyo ni story ya nini. Okay. Mnafanya vizuri. Mimi nimependa hiki kitu bana. And it's always good kufanya kitu ambacho kwamba kinasaidia community. Huo napenda. That's why nimesema kama sijui there is one thing common. Hiyo tutaongea behind the scenes. Sawa. Kwenye picha wakati tunazunguka hapa. Nimeona mchezo na si moja si mbili. Kama nne. Tuzo zimekuja. Ile Pwani Women Award na nyingine ya Zuri na recognize women wenye wako wanafanya amazing work in their communities. So unapata because pia sisi tuna share. Personally, I like to share what I do because I'm proud and I really want people to know and support what I do. So unapata watu wenye wananifollow, people see the work that I do, they champion. Maybe wakiuliza, kuna hii award, you want to nominate someone. Mimi nashtukia tu nisha-nominatiwa, ama one of my co-founders asha-nominatiwa. So for me, something that naweza sema, the community, the people have owned the work that we do. Unapata hata mzazi unapatana naye hata maybe kwa conference ama kanisani. Ukimention tu Pwani Techno Girls, anaanza kuambia vile mtoto wake alikuja akasoma, mtoto wake alitreatiwa vizuri, alisapotiwa. So unapata the work that we do, unapata the community wana appreciate, watu wanatuchampionia, unapata wengine hata wanaambia donors.
tafadhali please go fund Pwani Techno Girls. Okay. Give them more funds because we want more of our girls to benefit. So unapata even the girls themselves, the community, so it imekuwa too easier because our work speaks for itself. Wow. Our girls also like really speak about the work and the opportunities they get with what we do. Yeah. Sawa sawa. Labda tusisahau kwamba aweze kupeana pia hizo platforms zako ya social media handles pale ambapo kama mnashare hizi kazi zenu, ndio at least hata kupitia hapa labda kuna mmoja ama wawili ambao kwamba wanaweza kuguswa na wakasema let me support Pwani Techno Girls. Yeah. Okay. Before I talk here. Your mom. Yeah. Alitaka uwe. Honestly, my mom just wanted me nisome to the highest level of education. Hakukuchagulia? Alikuachia yes, aliniambia tu like I want you to soma tu. Yani hata kama kuna more than PhD, just do it. Kwa sababu gani? She didn't manage to finish high school. Yes, sasa she was just championing. Yeah. Vimekuwa unajua kuna wale wazazi wenye wanaangalia like kuna hizi kazi. Manake kuna wale wazazi ambao nataka usome uwe daktari. Nataka usome uwe pilot. Nataka usome uwe lawyer. Kuna hizo kazi ambazo kwamba zimepatiwa kipaumbele. Like for me, kama mimi kuna si mamangu kwamba mimi ananijua, lakini kuna wale wenye wamezunguka mamangu aunties nini wanataka mimi niwe nurse. You know, kitu ambacho kwamba mamangu alisema huyu hawezi hicho kitu. Hapo mnajidanganya, hapo pesa zitapotea kusoma tu, lakini hata fakisha. I see. But I think pia her level of education I think maybe she wasn't exposed a lot. Okay. Yeah, I love I appreciate the fact that she was open-minded. Yeah. I think it's good pia kuachiwa uchague mwenyewe ile path. It's like she's proud, but very proud, yeah, she's very proud. Ruth, oh my God. Akiangalia pia not only I'm just doing it for myself, I'm also doing for the other girls. Yes, yeah. It's good. I'm very sure any time yule mwenye anara sana kikuona tu ana feel like baby. Wakati mwingine she doesn't understand much, but anasema oh my girl is doing charity work, but I'm always proud of her. Yeah. Salimia sana. Yeah. Charity work. Mom, she's doing charity work for the community, from the community to the community. True. Asante. Tukimalizia platforms Pwani Techno Girls. Muna share yours also. Yeah, so to go on social media, tafuta tu Pwani Techno Girls. There is a way tunaiandika, but ukitype tu Pwani Techno Girls it will come. Alafu tuko Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, pia TikTok. Alafu for me, if you can find me at Ruth Kaveke, LinkedIn, connect with me, ukitaka kuniuliza swali, want to learn more about our programs, and all my platforms natumia the same name. Yeah. Unajua kuna swali lingine tumelisahau hapa Barisa. Unajua alivyosema ni free. Sasa unajua kuna pale anajiuliza sasa wewe unakula wapi? Unakula wapi? I see. Yeah, for the girls kukuja free sawa. But sasa wewe kama wewe. Unajua lazima uishi. Nyumba ya kulipa, you know, transport ya kufika hapa ili ofisi. Lazima upendeze. Hivi vitu vyote unawezaje? Hiyo ni swali nzuri sana. Kumbuka the beginning I mentioned nini website developer. Alafu pia na consult. So unapata nafanya projects zenye I get paid as a consultant. Yeah, so unapata hizo, they support me financially and also my co-founders as well. We use our skills to generate revenue for ourselves. Alafu revenue yenye tunapata tuna support the organization, especially donation grants yenye tunapata, they support the work that we do. But also apart from Pwani Techno Girls, we are professional. I'm a website developer. Mtu akitaka website, web applications, ukitaka pia mobile applications, my co-founders wako wanaweza fanya. Alafu pia also my other co-founder, she's also good in both web and digital marketing and a consult. So we consult, personally I consult for both local and international
companies and organization. Yeah. So napata I balance my time as a consult, and then yeah, so that's how we are able to sustain ourselves. So kuna mtu kuna mtu, what do you mean? Kuna mtu no, I'm asking for on behalf of if I'm dating someone. Binadamu wa kiume wako. Yes. Yes, I have someone I'm dating. It's Costarian. Yes. Wow. Yaani ukaona uje kofi kila kitu kipwani pwani sawa basi shemeji shemeji kabisa shemeji ndo mambo ya pwani ukija hapa utoke so mimi sijui nitoke sasa kwa sababu huyu amebaki. I think unaweza vuka inaitwaje ama I think unaweza tu kuwa open minded, unaweza enda ukambani. Tuseme asante sana. Na hiki ambacho kwa mnakifanya, Mwenyezi Mungu azidi kuwasaidia. Muendelee kufanya kwa nguvu zaidi, na tukikutana wakati mwingine level ziwe zimepanda kabisa. Amen. Na pia mimi nashukuru for taking opportunity kuja kutuficha juu pia nyinyi mna contribute kwa kazi yenye tunafanya. Mkishare watu wataangalia, kuna watu watakuwa interested, wengine watatusupport. It doesn't have to be money, wengine wanaweza kuja hata comment the girls, wengine wana donate computer zao zenye hawatumii. Yeah, pia tunashukuru. I really appreciate. Kabisa. Yeah. Kwa wewe ambaye unatazama pale, kumbuka kwamba inawezekana basi. Kinachowezekana kwa mtoto wa kiume hata kwa mtoto wa kike pia kinawezekana. Sana kinaweza kuwezekana zaidi. Sasa hivyo usimtelekeze mtoto wa kike bana. Mpatie opportunity and she will do wonders. Jamaa tunakwambia hii ni Hadubini ya fursa elimu na burudani. Subscribe.